Aje mtu wangu wa nguvu, karibu sana kwenye The Profile ya Talent TV. Langu jina Ali Swale. Bana, leo ni tarehe 21 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Na leo moja kati ya tukio ambalo nimeamua kukusogezea. Bana, hivi unafahamu kwamba ni miaka 10 imekatika toka John Msewe ama Joh Makini aweze kutuachia ngoma yake Down Boulder, ambaye ameweza kumshirikisha rapper kutoka pale South Africa, chini Afrika ya Kusini, marehemu aka, moja kati ya kazi ambayo ilitamba sana mwaka 2015. Yes, so moja kati ya story kubwa sana kutoka kwa Joh Makini, moja kati ya marapa ambao wameweza kuiwakilisha A-Town City, A-Town Arusha kwenye muziki wa hip hop, akiwa yuko weusi chini ya mtu mzima Nicky wa Pili ambaye ni kiongozi serikalini, si ndio? Lakini pia usimsahau Lodiz, lakini pia kuna mtu anaitwa Jiwarawara Jinako. So moja kati ya tukio ambalo mimi nimelipenda siku hii ya leo nikusogezea kwenye The Profile ni mwenetu John Msewe ama Joh Makini. Lakini sikuache hivi hivi, nataka nikwambie Joh Makini ni nani kama umesahau, mtu wangu wa nguvu. Bana, hii ni The Profile. Anaitwa John Simon Mseke. So Msewe. Anaitwa John Simon Mseke. Amezaliwa mwaka 1980 tarehe 27 Machi. Lakini pia ni maarufu kwa jina lake la kisanii Joh Makini. Ni msanii na mtumbuizaji wa muziki wa hip hop kutoka nchini Tanzania. Yeye ni mmoja wa washiriki wa kundi la hip hop la Tanzania liitwalo Weusi, na pia mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa lebo ya rekodi inaitwa Makini Music. Joh Makini ametoka Arusha, Tanzania, na ni mmoja wa wasanii wa rap maarufu nchini. Joh Makini alizaliwa huko Arusha, Tanzania, na alilelewa katika familia yenye ndugu zake wanne, akiwemo mdogo wake Nicky wa Pili ambaye ni rapper pia. Mafanikio yake ya kiujumla ama yalikuja pia mwaka 2006 baada ya kuachia wimbo maarufu Chochote Popote, ambapo ulimletea umaarufu kama nyota anayechipukia wa hip hop nchini Tanzania. Lakini mnamo mwaka 2012 aliungana na Nicky wa Pili, Bonta Maarifa, Lodiz na Jiwarawara Jinako kuunda kikundi cha hip hop kilichoitwa Weusi. Weusi walijulikana sana walipotumbuiza katika matamasha tofauti ya muziki kote nchini, ikiwa ni pamoja na Fiesta. Lakini mnamo mwaka 2014 Joh Makini alianza kujitosa katika soko la muziki la Kiafrika. Alishirikiana na wasanii tofauti wa Kiafrika kama vile Chidima wa Nigeria katika Perfect Combo, Davido katika Kata Leta, na rapper wa Afrika Kusini marehemu aka ambaye alifanya naye kazi katika filamu ama muziki wa Down Boulder. Down Boulder ikawa wimbo ambao ulimwezesha kuteuliwa katika The African Entertainment Award USA mnamo 2021. Joh Makini alishirikiana na Weusi kutoa albamu yao ya kwanza kwa jina la Weusi, pamoja na ziara ya kuandamana kuzunguka mikoa mbalimbali nchini Tanzania. So huyo ndo mwenetu Joh Makini bana. Kama ulikuwa hujamfahamu John Mseke, John Mseke. Kuna mwanangu mmoja alikuwa anapenda kumuita John Msewe, lakini anaitwa John Mseke. So ni mwanangu kutoka pale A-Town City, mwanangu Joh Makini. Leo kwenye The Profile tulikuwa naye. Of course mwenetu pia na albamu yake moja hivi ambayo aliweza kuiachia. Of course ni 2017 kama sijakosea, na aliweza kuiwakilisha vizuri A-Town City na mambo yakawa ni mazuri kabisa. So kama bado hujaweza kumfahamu vizuri Joh Makini, sio rapa wa kawaida, sio rapa ambaye ukamchukulia poa na ngoma zake kama solo artist kabla ya. Yes, lakini miongoni mwa watu ambao yeye mwenyewe anasema anawakubali ni marehemu director Nisha, mtoto wa moja kati ya matajiri wakubwa sana. Bana, mimi kufikia hapo sina la ziada. Hii ni Talent Media, langu jina Ali Swale Msha.